Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, licha ya kwamba taarifa imeweza kutolewa, taarifa nzito kweli ambayo mimi nimekusogezea wakati huu. Utakwenda kujua kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans baada ya taarifa ya shirikisho la soka la Tanzania TFF kuhusiana na kile kilichoweza kutokea katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo maamuzi yameonekana kuwa mazito kweli baada ya kile ambacho wananchi Young Africans kuonekana kama kwa kile ambacho kinafanyika mwendelezo wa yale ambayo yanaonekana kuendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kulingana na yale ambayo yaliyokuwepo, ambapo Young Africans wameonekana kama vile kuwa na ugumu wa kusikiliza mamlaka zinataka nini. Sasa wameamua kutoa adhabu nzito kweli kwa wananchi Young Africans. Ni adhabu gani hiyo? Tutakwenda kujua hapa kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kunao katika shirikisho la soka la Tanzania TFF na klabu ya soka Young Africans kwa kile ambacho kimeweza kuwekwa bayana. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kusubscribe na kisha kubonyeza alama ya kengele kupata mwendelezo wa taarifa zetu pindi ambapo zinapokuwa zikiweza kujili. Basi unakuwa ni miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu wakati wowote. Subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans unafahamu ya kwamba mchezo wao wa mwisho walicheza dhidi ya, hapa nazungumzia JKT Tanzania, miongoni mwa timu ambazo zinapatikana katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo mchezo huo ulipigwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, uwanja wa nyumbani wa JKT Tanzania. Sasa unafahamu ya kwamba Young Africans katika mchezo wao ambao walicheza na watani zao Simba Sport Club katika mchezo wa ligi kuu ambao ulichezwa pale Meja Jenerali Samuyo, ambapo Young Africans walionekana kutumia nyumba ya nje ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, ambapo walikuwa wakibadilishia nguo na kitendo kile kiliweza kuzungumzwa sana, adhabu ikatolewa, Young Africans wakalipa adhabu. Sasa baada ya kile kilichoweza kutokea, inaelezwa kwamba kwa mara nyingine tena wakarudia tukio lile katika mchezo wa JKT, ambapo Young Africans walionekana kwenda kubadilishia nguo katika nyumba hiyo, ambayo inaelezwa kwamba walipeleka huko chumba chao cha kubadilishia nguo. Sasa inaelezwa kwamba TFF imeweza kutoa taarifa mapema kabisa, ambapo ilieleza kwamba klabu ya Young Africans imetozwa faini ya shilingi milioni 100 kwa kosa la mchezaji ama wachezaji na maofisa wake wa ufundi kutotumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Dar es Salaam. Badala yake walitumia nyumba iliyo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na matakwa ya kanuni ya ligi kuu kuhusu taratibu za michezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 27 ya ligi kuhusu vyombo vya maamuzi. Taarifa katika hatua nyingine, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imewapeleka kwenye kamati ya maadili ya TFF rais wa Young Africans Hersi Said na afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo Andre Mtine ili kutoa maelezo ya msingi kutokana na makosa ya kujirudia ya uvunjifu wa kanuni inayoitaka timu kutumia vyumba rasmi vya kuvalia kwenye uwanja wa mchezo husika. Klabu ya Young Africans mwezi Mei 2029 ilitozwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa la mfanano na hili la kutumia vyumba rasmi vya kuvalia kwenye uwanja wa michezo, na badala yake walitumia vyumba vilivyo nje ya uwanja. Unaona bana.
Kwa kile ambacho kimeonekana. Kwa hiyo mambo yanaonekana bado ni mazito kwelikweli katika hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo anaandika mchambuzi Jemedal Saidi Kazumari anasema ya kwamba maigizo ya TFF na Yanga yameendelea tena baada ya TFF kupitia bodi ya ligi kuu kutoza faini ya shilingi milioni 100 kwa kosa la kujirudia la kuacha vyumba vya kubadilishia nguo na kuamua kuingia nyumba ya mtu iliyokuwa kando ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo dhidi ya JKT Tanzania. TFF inasema imewapeleka ili eti wakatoe maelezo ya msingi kwa nini wanafanya makosa ya kujirudia kukataa vyumba vya kubadilishia nguo. Kamati ya maadili unashtakiwa kwa mujibu wa kanuni fulani ya maadili ambayo utakuwa umekiuka, umevunja na si vinginevyo. Kama hakuna grounds za kuwashitaki na kuwahukumu kwa mujibu wa kanuni za maadili, basi hayo ni maigizo zaidi ya futui. Naita maigizo kwa kuwa Hersi alipelekwa kamati ya maadili baada ya kudharau hukumu ya kamati ya maadili iliyomfungia Haji Manara wakati akiwa afisa habari wa Yanga, lakini wao Yanga waliendelea kutumia kitu ambacho hakikuwa sawa na ilikuwa dharau kwa mamlaka. Ile kesi iliishia hewani maigizo tu. Afisa habari wa sasa wa Yanga pia aliwahi kupelekwa kamati ya maadili na hukumu inasemekana ikatoka mwisho wa siku hiyo hukumu ikaishia vichakani. Baada ya mechi na Simba ambayo ndiyo ilikuwa ya kwanza Yanga kuingia jumba la maajabu na kukwepa vyumba vya Isamuhyo, habari za ndani ziliwataja viongozi watatu akiwemo Hersi kwamba walipendekezwa kuwapeleka maadili, lakini miezi miwili imepita na Yanga wamerejea kosa lile kwa kuwa wanajua TFF ni dhaifu sana kwa Yanga na hawawezi kuchukua hatua dhidi yao. Haya maigizo ya kumpeleka fulani na fulani maadili ili tu kushusha pressure ya mitandaoni na kwenye redio, tukisahau wanaendelea na tule tugawani. Taasisi yoyote ikifeli kusimamia mambo yake ya utawala ambayo yapo kikanuni, imefeli kuongoza. Labda tu niwaambie viongozi wa TFF, kuna kitabu kimoja kinaitwa Mwandishi akiweza kuelezea namna ambavyo mambo yanakwenda kuendelea. Kwa hiyo inaelezwa kwamba pengine watu wanataka adhabu kali iweze kutolewa kwa Young Africans pamoja na Engineer, wengine wakienda mbali zaidi wakitamani kuweza kusikia kwamba viongozi hao wamefungiwa ili wengine wapate haueni. Inaonekana hivyo pengine kulingana na yale ambayo yanaendelea kwa sasa. Ugumu umekuwa ni huo, lakini tusubiri kuweza kuona baada ya kupelekwa kamati ya maadili TFF watakuja na lipi katika haya ambayo yanayoendelea kwa sasa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara ambayo imeweza kumalizika. Young Africans bingwa mara 5 mfululizo, huku Simba Sport Club wakiweza kuchukua kombe la FA ambapo wameweza kupata kombe hilo. Tusubiri kuweza kuona kamati hiyo itakuja na majibu yapi. Ilaendelea kuweza kaa na sisi, usisahau kusubscribe, kuweka maoni yako katika upande wa